Anashangilia Yesu. Shangilia Yesu. Amen. Amina. Ya kwanza nashukuru Mungu sana kwa sababu mara kwanza nimeingia Shinyanga. Nimezunguka sana kidogo Tanzania, Sumbawanga, Tukuyu, Mbeya, Babati, Singida, Mwanza, Tabora. Nimezunguka lakini Shinyanga mara kwanza. Sumbawanga nimeenda. Naamini kwa Mungu ameleta hapa iko na ujumbe kwa ajili ya Shinyanga. Amina. Kitu ya pili nashukuru sana mtumishi kwa sababu kufika hapa iko giza tu. Niko na conference Dodoma. Inaanza Alhamisi mpaka Jumamosi. Lakini kama conference na watumishi ya Rwanda, Burundi, Kenya. Lakini kama mmeitwa nimefuta jina langu na conference kwa jina tuwepo. Mungu abariki sana. Amen. 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 Maana yake nimeheshimu sana Shinyanga. Nimeheshimu sana wewe ndeni kwa. Kwa sababu kazi ya Mungu, unasikiliza Mungu, unafanya kazi vizuri sana. Unasikiliza watu, kesho unapotea. Amen. Amen. Ya pili nashukuru Mungu sana kwa ajili ya watumishi, kwa ajili ya washirika hapa. Nyingi sana kwa ajili ya ujenzi. Kuona ujenzi imesimama mpaka hapa. Nashukuru sana Mungu anabariki kila mtu ameweka tofali, ameweka shilingi 100 kwa ajili ya maendeleo ya Mungu abariki sana. Amina. Mimi naitwa Nabii Fredi Kaidi. Niko mtu ya Kongo ya Kinshasa. Sasa hivi niko Tanzania. Arusha, FPCT Kimara. Mungu akubariki sana. Amina. Naomba kesho, unajua Biblia inasema Yesu Kristo baba ya Mungu. Amen. 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 Mara nyingi sana nasema mkuu anaitwa Yesu Kristo. Tunaelewa kuheshimu mkuu, maisha yetu inabadilika. Amina. Kitu inaitwa ibada. Kama tumebaliana na Mungu, au Mungu amesema kwa ibada inaanza saa 2 au saa 4. Maana yake saa 4 Mungu amekufanya Mungu ameshuka ibada. Amen. Mimi napenda tunaheshimu muda kwa sababu Mungu wetu ndiye baba ya Mungu. Amina. Wewe unanisamehe tu kidogo kwa sababu wewe mwenyewe umechelewa. Sauti yako iko vizuri zaidi ya vyombo. Kama vyombo iko tunaendelea, vyombo hamna tunaendelea kwa sababu Yesu Kristo amehubiri bila vyombo. Amen. 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 Mimi sio mtumishi iko ya masharti, hapana. Mimi kila sehemu nahubiri Mungu bila sharti yoyote. Nimepata neema ya kuhubiri Ulaya, ya kuhubiri maiti nyingi ya Ulaya, maiti nyingi ya Afrika nchi 17. Nimepata neema kuhubiri mbele ya watu 50,000 laki. Nimepata usi neema kuhubiri mbele ya mtu mmoja. Maana yake kama niko hapa kwa sababu Mungu anataka kuzungumza na mtu mmoja fulani. Amen. 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 Evangeliste Diane, kesho tunataka saa 4 kamili naanza. Nasema hata mtu amna wewe anza tu, baba malaika ipo ibada inafanyika. Amen. Amen. Nani kesho nakuja mapema? Weka tu nani kesho nakuja mapema saa 4. Weka mkono wako mbele. Ijue. Taifa Mungu akubariki sana. Amen. Jioni umeweka saa ngapi? Jioni saa 9. Mimi na usimama saa ngapi? Na usimama saa 11:30. Maana yake saa 10 kamili naingia. Mimi mzungu kidogo na mambo ya muda. Saa 11:30 hata mambo bado hayakaa sawa. Hata nini mimi nataka saa 11:30 nasimama. Kwa sababu asubuhi tunafundisha, jioni iko muda tunahubiri kidogo, tunaombea watu. Iko kwa ajili ya maombezi. Amen. Amen. Unajua Yesu Kristo anaweza kila kitu. Amina. Yesu Kristo anaweza kila kitu. Sisi fo tunaonyesha shetani na watu na vitu ke Mungu wetu iko zaidi ya kila kitu. Amina. Mhubiri mtakuanza ibada hawezi kusubiri vyombo. Vyombo ndio inakuja kusubiri mtakuanza ibada. Amen. Amina. Amen. Amen. Eske mtu mmoja anaelewa?
Mungu awabariki sana. Nataka jioni ya leo saa 9 kamili umeshafika. Saa 9 kamili nani ameanza? Ibaimbaji tunataka tunaanza mapema kwa sababu moto inawaka wiki hapa Shinyanga. Kitu ya pili, hii mkutano kubwa sana. Nimeingia jana, tumeingia Shinyanga, nimeongea na mtumishi tu kidogo. Nimeingia hotelini, nimelala. Nimesinzia tu kidogo. Nimeona Shinyanga, nimeona madini nyingi sana. Lakini watutembee juu ya madini. Mtu anaishi sehemu ya madini lakini anateseka mpaka wengine kimbie. Nimeona wageni watu barikiwe sana hapa Shinyanga, wageni kutoka mkoa mwingine, ametoka hivi na bariki anaondoka. Maana yake niko na ujumbe kwa ajili ya watu ya Shinyanga. Peleka habari, mwambie mtu mmoja anafanya kazi, mtu mmoja anauza, mtu mmoja anasoma, mtu mmoja anateseka. Mwambie Yesu Kristo amefika, iko tayari kubadilisha maisha yao. Jioni kuanzia leo mpaka Jumapili, Yesu Kristo anaweza kila kitu. Amen. Sasa hivi nataka tuingie na mafundisho. Nataka usimame unafunga macho dakika moja. Nataka unaanza kuongea na Mungu, mwambie Yesu, nataka leo wewe unashuka unaongea na mimi. Anza kuomba kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu. Mwambie Yesu Kristo, nataka ushuke. Kaya basekete. Tunalipia umeme, tunalipia maji, tunalipia maisha, tunalipia yoyote. Na Yesu Kristo tunaishi, tunabariki muda huu. Asante kwa ajili ya mkutano mkubwa hapa ndani ya Shinyanga. Yesu Kristo, kwa tia siku umeingiza ndani ya nchi hapa. Tumekuona mambo makubwa umefanya ndani ya makanisa nyingi, ndani ya watu wengi. Yesu Kristo, naamini kwa tia sasa ufalme wako inaanza kushuka. Yesu Kristo, naomba kwa tia sasa ufalme wako ishuke. Naomba Yesu Kristo wewe unaanza kutawala ndani ya ardhi ya Shinyanga. Roka ya basekete ya Baba. Yesu Kristo, naomba ufalme wako ishuke. Leke ya basekete ya Baba. Kwa tia sasa Yesu Kristo, nafunga kila roho ya shetani, kila roho ya wachawi, kila roho ya mamungano. Nasema kwa tia sasa haitena na nguvu juu ya ardhi ya Shinyanga kwa jina la Yesu Kristo. Reka ya basekete ya Baba. Reka ya basekete ya Baba. Oh Yesu Kristo, asante. Yesu Kristo, asante. Yesu Kristo, asante. Na kukabidhi mkutano Yesu Kristo. Nataka mimi kama mhubiri napotea, wewe unashuka unaonekana. Oh Yesu Kristo, tunaomba ushuke njoo kuongea na watumishi wako, kuongea na watoto wako. Hakuna jina mkuu zaidi ya jina lako. Tumesimama mahali hapa muda huu kwa sababu tunaamini Yesu Kristo uko na mambo makubwa nataka kuanza kufanya asubuhi ya leo. Yakasheketelia Baba. Asante Yesu. Asante Yesu. Tunakukaribisha Yesu Kristo. Asante Yesu. Leke ya basekeli ya babako. Kwa jina la Yesu Kristo. Roka ya basekeli ya baba. Roka ya baba sekeli ya baba. Roka ya basekeli ya baba. Jesus. Kaya basekeli ya baba.
Asante Yesu Kristo kwa asubuhi ya leo. Tunakubariki. Tunabariki jina lako kwa jina la Yesu Kristo. Nataka useme mara 3 kwa nguvu. Amen. Pigia Yesu makofi. Nataka mtu mmoja anapigia Yesu makofi vizuri, anashangilia Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Salimia watu watatu, sema Nabii Fred akusalimia sana. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Leo naongelea habari ya maombi. Asubuhi yote nafundisha, jioni ndio tuko na mkutano. Amen. Amen. Unakuja asubuhi, chukua peni yako, chukua sehemu ya kuandika. Njoo mapema kwa sababu kwetu mafundisho yanaanza masaa 2. Lakini hapa anakufanya kila kitu ya kushuka hata saa 1:10, saa 1:20 kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya jioni. Amen. 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 Lakini kwa ajili ya kesho na kwa ajili ya kusimama saa 5 sio kumaliza mapema kujiandaa tena kwa ajili ya mkutano ya jioni. Amen. Amen. Siku moja Yesu Kristo ameanza kufundisha watu jinsi ya kuomba. Tuko na watu wengi sana, amechukua maombi imekoma kama nyimbo. Anaimba asubuhi, anaimba mchana, anaimba jioni. Lakini hii mafundisho tu Yesu Kristo ameanza kufundisha. Leo tunataka kuanza pale pale. Kwa sababu tuko na maombi hii Mungu anasikia, tuko na maombi hii Mungu hawezi kusikia. Ndio Biblia inasema sekundu moja inatosha kubadilisha maisha ya mtu. Kabisa. Tuko na watu amefanya miaka 5, miaka 10, mwaka mzima, mwezi ndani ya kanisa maisha yake yabadiliki. Shida yako wapi? Eske shida Mungu au shida nini hapa? Amen. 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 Tunasoma Mathayo 6, tunaanza na mstari ya 9. Hapa Yesu Kristo mwenyewe anafundisha watu jinsi ya kuomba. Amen. Amen. Ameanza kufundisha, anasema angalia jinsi watu waanza kusali. Yesu Kristo ameanza kusema Baba yetu uliye mbinguni. Unajua kwa nini ameanza na Baba yetu uliye mbinguni? Tuko na watu imepata jina ya baba duniani, hata ni Mungu ya roho. Kwa ajili ya wachawi shetani yuko baba, kwa ajili ya wapreformation shetani yuko baba. Ndani ya iti rais yuko baba, ndani ya familia umezaliwa na baba. Amen. Ndani ya kanisa mtumishi yuko baba. Ndani ya familia zetu tuko sina baba, lakini tuko na baba mmoja yuko mbinguni. Amen. Unataka kusali, kitu ya kwanza tafuta kujua unasali nani. Yesu baba yetu uliye mbinguni. Kwa nini anaomba baba yuko mbinguni? Kwa sababu mbinguni imeanza kabla ya duniani. Mbinguni ndio imezaa dunia. Lakini Mungu wetu anaitwa baba ya mbinguni. Hakuna siku mtoto anakoma mzazi ya baba zake, kwa sababu umetokea na bazazi. Amen. Amen. Kama tunaongea kwa ajili ya baba yuko mbinguni, mara moja tunaona Mungu huyu amezaa, dunia hii imetoka kwake,
Kama tunaona mti imetoka kwake, mtu ya kwanza ametoka kwake, kila kitu imetoka kwake. Maana yake hakuna nguvu zaidi ya Mungu wetu. Nataka unaelewa vizuri jinsi gani Yesu Kristo anafundisha watu maombi. Mshesi kama unaweza kurudi kidogo na nimezoea kutembea. Unaona kama inanifunga. Amen. 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 Hata shetani ametokea mbinguni. Siku moja Mungu ametumba hii duniani kwa sababu anataka kupokea utukufu ya Baba. Kesho Mungu akipenda au kesho kuta na kuongea kwa kile kitu inaitwa chanzo. Inakusaidia usina kuomba. Ndani ya Baba tuko na vitu wawili tu. Ya kwanza, Baba yetu anaishi na kuabudu na sadaka. Kama unakuja kanisa unaomba, unaabudu Mungu Baba. Kama unatoa sadaka, unatoa kwa ajili ya Mungu Baba. Kwa sababu kwa ajili ya Mungu Baba unafanya makosa kidogo, unapotea. Amen. 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 Unakuja kanisa, sichezee kitu inaitwa ibada. Mimi naumia sana. Ndio hapa tunatembea. Mimi kama mtu amesema ibada inaanza saa 4. Napiga simu ibada saa 4 bado inaanza, naumia sana. Naona kama tumeshusha Mungu. Mtu anaenda kwa mganga amesema amka saa 6 kamili anja kucheza. Mtu anaamka saa anasubiri saa 5:30 mpaka saa 6 kamili anaanza kucheza. Mara ngapi Mungu iko zaidi? Mimi mwenyewe niko zaidi ya shetani mara 10,000. Kama unajua mganga mkubwa wa Shinyanga, mtu mchawi kubwa, mwambie anakuja kupima kama kweli iko na nguvu. Mwambie tuko na mkutano mpaka Jumapili bado nipo. Yeye mwenyewe akupata jibu. Hapo baada wewe uliza kweli iko na nguvu au nguvu hapana. Najua kitu gani naongea. Hata rafiki yako bado kama yuko mchawi ulize kweli, pima nao kama uko na nguvu. Hata wewe mwenyewe unaweza kupima. Najua kitu gani naongelea. Unakaa vizuri na Mungu. Dunia inakuogopa. Sio kwa sababu ya wewe, inaogopa Mungu iko ndani yako. Tunakuja kanisa, kitu ya kwanza, ibada iko kwa ajili ya Mungu Baba. Nilipata neema kwenda Israeli mara 3. Sio kwa ajili ya kutafuta nguvu, hapana. Sio kwa ajili ya kutafuta Roho Mtakatifu, nilipokea Roho Mtakatifu Kongo Kinshasa. Nimeenda Israeli kwa ajili ya kutafuta historia ya Biblia, kwa ajili ya kuvijua vitu nyingi sana. Nimeona vitu nyingi sana. Lakini kila siku naanza kuongea kitu kidogo. Kitu ya kwanza, ibada mkuu inaanza saa 9. Mtu ufuko kufika kabla saa 9. Unachelewa ibada, huwezi kuingia ndani ya hekalu. Mtu akaanza ibada anachelewa dakika moja, amefukuza na majina ya watumishi. Maana yake ibada, Yesu Kristo Mungu wetu Baba anaishi na kitu inaitwa ibada. Unataka maendeleo ya maisha yako, kitu ya kwanza, tengeneza madhabahu ya Mungu ndani zako. Madhabahu inatengenezwa na kitu inaitwa ibada. Tuko ndani ya Mungu, tuko na kitu. Hii ya kwanza, kila kitu imetoka kwa Mungu. Maana yake wewe uko na uwezo ya kuipa vitu macho inaona, uko na uwezo ya kutoa vitu macho inaona. Amen. Amen. Kitu ya pili, utawala inatoka na Mungu. Mtu yote anaomba vizuri, anatembea na Mungu, anatawala duniani. Hata umeenda sema, watu sema hapa tunateseka, hapa hakuna kitu vizuri. Wewe unatawala kwa sababu uko na Mungu, huyu ameweka kila kitu hapa duniani. Amen. 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 Ndani ya Mungu tuko na kitu inaitwa nguvu. Hakuna nguvu zaidi ya Mungu wetu. Ni nguvu wetu, jina yao Roho Mtakatifu. Lakini huku tunafika baadaye. Kitu ya kwanza kutafuta, naomba nani? Unajua Mungu naomba maisha yako wewe mwenyewe unabadilisha maisha kabla kusikiliza kama wabili.
Amen. Nimeona mtu anakuja kanisa bado hajabadilisha maisha yake na anakuja kanisa kwa sababu hajui anaomba nani. Imeanzaje? Mtu anaanza kuogopa mtu kawaida kama munganga, kama mchawi anaogopa, na hawezi kuogopa mtumishi hii anafanana na Mungu wetu Yesu Kristo. Amen. Mtu anakuja kanisa anaweka hata sadaka hata 500,000, anaenda kwa mganga anapeleka milioni, anapeleka hata ng'ombe 5. Mtu huyu tu anasema mimi naomba. Nimeona kama bado hujajua kitu inaitwa maombi, unateseka na maisha yako. Amen. 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 Unataka kuingia na baraka ya mkutano, kitu ya kwanza heshimu muda. Kitu ya pili, jiandaa kupokea kitu moja. Tuko na Mungu iko zaidi ya miungu zote duniani. Unaenda China iko na Mungu wako anaitwa Buddha. Unaenda India iko na Mungu wako anaitwa Hindu. Unaenda nchi nyingi sana iko na Mungu wako. Nimeenda kitu sema inaitwa Haiti iko na Mungu, iko na miungu sana kama kwetu. Unakuta kwetu tuko na miungu sana usiku na nchi yetu. Lakini tuko na Mungu mmoja mkuu anaitwa Yesu Kristo. Unataka kuheshimu Mungu mkuu, sawa kila kitu, kupa heshima iko zaidi ya heshima umekupa na watu duniani. Mtu anashangilia mpira bila mtu kusema shangilia. Mtu anashangilia sherehe, anaenda sherehe Jumamosi anapata mwezi ya kujiandaa kwa ajili ya sherehe. Ibada, leo msibaki isali moja, amesema mtumishi nakuja hapa. Mtumishi nakuja na waza nakuja kanisa kwa ajili ya mtumishi. Kanisa tunakuja kwa ajili ya wewe mwenyewe maisha yako. Mimi hapa tadi nimesema na Yesu kuomba na mekaa tu. Hakuna mchawi, niko zaidi ya machawi. Unachukua machawi yote ya Afrika, niko zaidi ya machawi. Unachukua zaidi yote ya duniani, wewe mngama, niko zaidi kwa sababu Mungu anaishi ndani yangu, amefanya mimi zaidi ya shetani mara 1000. Amen. Amen. Shetani anaogopa hapana kwa sababu nitamka kwa jina la Yesu. Shetani anaogopa Yesu anaishi ndani ya mtu. Amen. Kitu ya kwanza, tafuta kujua naomba nani, mtu naomba iko na nini. Yesu Mungu wetu iko na nguvu yote iko ndani yake. Baraka iko ndani yake. Kila kitu kimetoka kwake. Ni Mungu wetu tunaomba. Unajua vitu unaomba vizuri sana. Ndani ya Mungu wetu yote inawezekana. Nimemwambia kila mtu anakuja ibada ya jioni, siogope. Mwambie mtu yote, mwambie Yesu Kristo anaweza kila kitu. Shida zako iko kidogo kwa ajili ya matokeo Yesu Kristo hufanya ndani ya mkutano. Amen. Na mstari ya 9 tu Biblia inasema, jina lako itukuzwe. Hapa Mungu anafundisha. Tuko na watu wanaimba, majui jina ya Mungu inatukuzwa aje? Jina ya Mungu inatukuzwa na tabia. Amen. Jina ya Mungu inatukuzwa na nini? Na tabia. Biblia inasema kila kitu unasikiliza ndani ya kanisa, kama bado hijafika tabia ndani ya maisha yako, unapoteza muda. Yusufu amekataa kulala na mke ya Potifa, sio kwa sababu ya Roho ya Mtakatifu. Amekataa kulala na mke ya Potifa kwa sababu neno ya Bwana imekuja tabia ndani ya maisha yake. Leo kanisa inateseka. Kanisa imepoteza nguvu kwa sababu tumeacha tabia ya neno la Bwana, tumeingia na tabia mchafu. Amen. Jina ya Mungu inatukuzwa na tabia. Ndani ya kanisa kila mtu yuko Mkristo. Amen. Ndani ya kanisa kila mtu yuko mtakatifu. Eske nje ya kanisa wewe unabaki Mkristo? Mtu mwingine anatoka Shinyanga hapa, lakini Singida anaenda kuishi mume na mke.
Hapa hata tunajua kwa mtakatifu, hata huko mtumishi hamna, lakini kuna Mungu yuko pale. Siku mtu kama yeye anaomba ndani yake hamna nguvu. Mtu kama mimi hapa, hata machawi yote pamganga kuja kutupa vitu hapa, haishi kufanya kitu na maisha yangu kwa sababu niko mtakatifu. Shetani anaogopa sio kwa sababu unasema kwa jina la Yesu. Shetani anaogopa sio kwa sababu unaongea lugha. Shetani anaogopa mtakatifu tu. Leo kanisa imepoteza nguvu kwa sababu tumepoteza watakatifu. Umeona mtu anasali ndani ya kanisa lakini bado hajaokoka. Mtu anakuja kanisani na kuingia ibada vizuri, na unafuatilia maisha yake bado hajaokoka. Amen. Ndio mtu anasali kanisani huku kampuni anaiba bahati, anaiba muti, anaiba hata na sumari anaiba. Hapa leo sisi mwimbaji, mzee wa kanisa. Hata umeomba lakini ndani yako hamna nguvu. Mimi siwezi kuamini Mkristo mtameenda na nyumba mganga amechukua mume wako. Siwezi kuamini Mkristo mtameenda na nyumba mganga amechukua mke wako. Siwezi kuamini Mkristo anafanya biashara mtu mwingine na nyumba mganga amechukua wateja zake. Siwezi kuamini kwa sababu imeandikwa hii ameshikiliwa na mikono ya Bwana, kuna mtesi kutoa. Lakini kama shetani anatoa, siki mtu ametoka na maisha mtakatifu. Amen. Amen. Ndio unaona leo shetani ameanza kuchezea watu. Kitu ya kwanza shetani kama anataka kushikuza maisha ya mtu, fanya toa na maisha mtakatifu. Samson mtu ya nguvu anapiga watu 1000 kwa dakika. Mesiko ametoka na maisha mtakatifu. Mwana wake mmoja amechukua hivyo, ameleta kwa badani mpaka ameenda kumaliza maisha yake. Nguvu ya Mkristo iko ndani ya utakatifu. Leo kanisa imepoteza nguvu kwa sababu hamna tena watakatifu. Unakuta mtu anasali vizuri, anaimba vizuri, lakini usiku malaya. Kazi yake usiku malaya. Unakuta mtu anasali vizuri, anafanya kazi ya siku vizuri, mimi anaamka asubuhi sana anaenda kuimba vitu na magirishani ya watu. Hata bado mtajafunga, na umepoteza nguvu, inaitwa unapoteza kitu, inaitwa nguvu. Ndio umeona leo watu kukufa kama shetani ameanza kuua watu, anachezea maisha ya watu kwa sababu utamesahau baba zake ni nani. Jina ya Bwana Yesu inatukuzwa na tabia. Tuko na watu hapa anasali kanisani na anapiga wazazi yake. Anapiga baba, anapiga mama. Hapa anakuja na sali analia. Yanawaza Mungu anasikiliza machozi. Sikiliza vizuri. Mungu wetu anasikiliza sio machozi, sio maumivu. Kwa sababu kama Mungu anasikiliza machozi na maumivu, siku ameshuka kama nabii habari yuta Mungu. Lakini Mungu anasikiliza sauti ya mtakatifu tu. Amen. Mtakatifu hata ameongea na sauti ndogo, Mungu anasikiliza. Mimi nimemaliza mkutano wa Arusha Kisongo, nimekuja kutupilia banda wa kienyeji mbele ya nyumbani. Nimepiga picha, nimecheka tu, nimesema hivi vitu kawaida tu. Nimeenda Singida, Sumbawanga, umesema umekuja hapa ni sehemu ya wachawi sana Tanzania. Hujauliza, nasema nauliza nani? Mimi niko na nguvu zaidi ya mganga, zaidi ya shetani. Nauliza nani? Amen. Mtumishi mmoja amekuja hapa mkutano, amelala ameamka 5. Nasema uliza mtumishi hapa nani ametuma Yesu Mawanga? Mimi nimetuma. Amen. Amen. Kanisa limepoteza nguvu leo kwa sababu tumeacha maisha ya utakatifu. Ndio maana hata mtumishi amesema kwa jina la Yesu hamna nguvu. Ndani ya kanisa Yesu mtumishi anatoka na watu anatembea watu 4 watu 5. Shirika iko na watu 2 ndani ya kanisa, mchafu ndani ya kanisa. Hata naomba hakuna Mungu, hakuna nguvu ya Mungu ndani ya kanisa. Kwa sababu kitu ya kwanza shetani anatoa uwepo ya Bwana, anaingiza mchafu kwa ajili, kwa sababu Biblia inasema mchafu inaingia, uwepo ya Bwana inatoka.
So kama uwepo wa Bwana inatoka, shetani anaanza kuongoza kuchezea maisha ya watu. Leo tuko na watu wangapi anasali, bado anakunywa pombe, bado anakunywa sigara. Ameingia na maisha ya ndoa, bado yuko na mahusiano ya nje. Hata mume wako au mke wako bado hajakufunga, umepoteza kitu. Inaitwa nguvu. Kama mtu anapoteza nguvu, anapoteza baraka, anapoteza ulinzi, anapoteza kila kitu. Ndio maana mtu ameanza kusema, mtumishi mimi sijui. Usiku ya leo watu wawili kuja kumipiga usiku ya leo. Biblia inasema iko na malaika ya ulinzi kwa ajili ya watakatifu. Kama maisha yako hakuna ulinzi, kwa sababu bado maisha yako hayatakaswa. Hata kanisa leo, mtu yote anakuja kanisa tu anataka baraka, anataka uponyaji. Maisha yako inatakaswa tu, baraka inashuka mwenyewe, unaponya mwenyewe. Unabii inakuja sio kwa ajili ya kukumbusha vitu kwa ndani ya nyumbani yako. Kama mimi nimekuja kwa baba nimesema uko na masofa nyekundu, uko na kitanda moja, uko na masuti 5, uko na gari moja, uko na hivi, hawezi kusaidia na chochote kwa sababu nimekukumbusha vitu kwa ndani ya nyumbani zako. Sasa hivi shetani ameweka manabii waongo kwa ajili ya kukumbusha watu vitu huko kwako. Sikiliza vizuri, nakupeleka ona sema unaelewa nabii ni nani. Nabii sio mtu anakuja kukumbusha vitu kwa ndani ya nyumbani zako. Biblia inasema na Yeremia 33, unaomba Mungu kufungua vitu vimeficha ndani ya maisha. Maana yake nabii anakuja kuongea vitu ya mpya ili wewe ujui. Niko na uwezo wa kutabiria wewe maisha yako. Kuanzia sasa, leo siku ya msiku umezaliwa mpaka sasa hivi. Lakini sio nabii, hii makumbusho. Yesu Kristo anaongea na mwana wake mmoja. Amesema umeelewa? Amesema hapana. Amesema kweli, kwa sababu hata mwanaume umeacha ndani ya nyumbani yako sio mume wa maisha yako. Maana yake hata mwanamke anaamini ki mwanaume amesema na kuelewa na kununua nyumbani, ametoa ndani ya akili yake hii mume wao. Amekuja kumpitiliza muda. Hii ndio nabii. Amen. 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 Uko na makaroni 5. Hata wewe mwenyewe unajua uko na makaroni 5, hakuna kitu mpya. Mungu anakuja na kitu mpya. Shetani ametoa takatifu ndani ya kanisa. Ndio maana leo kanisa limepoteza nguvu. Ndio maana ndani ya kanisa wataacha kuogopa hata wachawi. Amen. Amina. Wataacha kuogopa msikito, hata Mkristo msikia mtu fulani mchawi anakimbia nyumbani anakuja kulala kanisani kwa sababu anajua mtu mtani. Biblia inasema mchawi hawezi kuishi sehemu ya watakatifu, anakimbia mwenyewe. Mimi nakataa mtu anafukuza mchawi kanisani. Nakataa mtu anafukuza mtu mbaya kanisani kwa sababu